Kaka, ndio utaki kabisa kutusaidia, unatuacha tu kweli kakaangu? Tusaidie kaka. Ili niweze kuwasaidia mpaka hasira za moyo wangu zitakapoisha. Na hata kama zitakwisha, nitafikiria jinsi ya kuweza kuwasaidia. Kwa kuwa damu ni nzito kuliko maji. Karibuni. Asante. Asante kakaangu. Sasha, tuingie ndani tukapumzike. Nina imani kwa roho ya kaka yangu atatusaidia tu. Tumwache kwanza hasira zake ziishe. Atatusaidia tu. Tuko sehemu salama hapa mwanangu. Tuingie ndani. Kwa hiyo sasa Mabuti tunafanyaje? Kwa sababu mimi sielewi mpaka dakika hii. Hapa nilipo mimi nina mimba. Na nilikwambia fika tutumie kinga. Waefa kwani? Sikiliza. Naomba tuheshimiane. Alafu mwanafunzi ujue. Mwenyewe unajua kabisa hapa nilipo na kesi kibao. Hapa ni serikali mimi nanitafuta. Kila kona, kila pembe, afu sijui nikimbilia wapi. Alafu unakuja unasema wewe sijui na mimba yangu na magane vipi? Alafu kuzingatia mwanafunzi. Miaka 10 ya serikali sijaimaliza. Alafu hata unitemeka 30. Nikitoka ndio niwe babu, si ndio? Sikiliza wewe mwanamke. Tuheshimiane. Alafu ukiniona popote pale niogope kama kituo cha polisi. Alafu fanya kama tujui kuonana katika maisha yetu. Hebu sikiliza kwanza Mabuti. Sasa unavyoniambia hivyo mimi unafikiri nitafanyaje? Wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza ambaye umenirubuni. Nikakusikiliza na vile vizadi vyako ndio ukazidi kuniteka. Sasa hivi nimepata janga, unataka kuniambia nini? Sikiliza wewe, usinijaze upepo. Unajaza upepo. Wanani koo au sio? Mtafuta mwenye mimba yake. Hiyo mimba mimi sio ya kwangu. Si unajua zile. Alafu najikataa kama hivi, yani ukiona popote pale usinishobokee. Wewe Mabuti. Mungu wangu mimi. Nafanya nini? Mwenyezi Mungu. Ndo maamuzi yangu ya mwisho. Naamini nikifanya hivi nitaenda kupumzika kwa amani. Hapana. Hicho unachokifanya unaona kiko sahihi kwako? Dada, haujui ninachopitia. Jinsi gani kinavyoniumiza. Hiki ninachofanya nami ndio sahihi kabisa, naomba uniache. Nahisi hujapitia matatizo makubwa kama niliyopitia mimi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba njoo tuzungumze walau dakika 5 tu. Ukinisikiliza na ukaona kama maongezi yangu hayana maana, hayana umuhimu kwako, na kuruhusu fanya unachotaka kufanya, nitakupa muda kabisa wa kujiua. Ujiue tena ikiwezekana. Nitakusaidia kukua kwa kutumia mshale wangu mwenyewe. Kwa hiyo
na kuomba tuzungumze dakika 5. Hayo ndio yalionikuta, na sikuchukua uamuzi wa kujiua. Nikaamua kuishi peke yangu na kutengeneza mji wa peke yangu, kujitenga na wananchi. Pole sana. Kumbe kuna watu wanapitia mambo magumu hivyo. Ndio. Sasa uamuzi ni wako. Je, utaenda kuendelea kujiua au utaondoka na mimi? Na kuhusu mimba yako, hata usijali. Mimi nitakusimamia. Tutakuwa bega kwa bega hadi pale utakapojifungua salama. Na utakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo mimi nakukaribisha kwenye mji wangu. Kwa ulivyoniambia, mimi nimefurahi sana, kwa sababu sijawahi hata kupata mtu mwenye mawazo kama yako, au mtu ambaye tu alikuwa ananitia moyo. Kwa jinsi ulivyoniambia, mimi nipo tayari kuishi na wewe popote, na maisha yangu yatakuwa wewe ulipo. Sawa. Lala vizuri. Punguza kelele. Pole, lala. Sukuma. Tena. Ni muda mrefu sana umesonga na huyo mtoto, lakini pia kila nikikuomba unipatie hautaki. Una shida gani? Tangu nipate fahamu zangu, natamani nione sana sura ya mwanangu. Ni mzuri. Najua kabisa huyu ndo atakuwa furaha yangu. Pole sana Fakuni. Asante sana. Mwanzo kabla sijazaa, nilikuwa nasikia watu wanasema kwamba kuzaa ni uchungu sana. Ni kweli nimejionea, lakini nishavuka huko. Kwa sasa furaha yangu ni kumuona tu mwanangu. Ni kweli unachokisema, lakini mapenzi ya Mungu hana makosa. Mtoto mfariki. Mama mwanangu. Mama. Hivi ndani ya kifo imefichwa siri gani? Kuna wengi walikwepo leo waonekani. Kifo kinajua kupukutisha, uwe na helo mazikini wa kutupwa. Kifo hakina mjanja, hakichagui. Zena. Rafiki yangu jamani. Mbona unalia? Acha nilie tu ndugu yangu, maana ndio maisha niliyozoea. Kwa sababu ile ndoa yangu nilitegemea itaenda kunipa faraja, amani na furaha siku zote. Lakini imekuwa kinyume na mafikirio yangu. Nimekuwa ni mtu wa kuteseka, kuhangaika. Yule mwanaume ameenda kunibadilikia na kuwa katiri kupita maelezo. Ninavyokuambia tulipambana kwa hali na mali. Nilifikia wakati mimi nauza hadi mboga ili tuweze kufanya maisha yaende.
tulijaliwa mpaka tukafanikiwa kujenga nyumba, lakini malipo alionilipa yule mwanaume, ninavyokuambia leo ndo amenionyesha kitu ambacho sikuwahi kufikiria. Pamoja na unyama wote ambao alikuwa akinifanyia siku zote, amediliki kuleta mwanamke kwenye nyumba ambayo mimi nina mchango nayo la kujifukuza kama mbwa. Kweli hao wanaume ni mbwa sana. Unajua mimi mwenyewe Mabuti alinipaga mimba, lakini alinikataa kama anijui. Sasa hivi nimeamua kuishi na huyo mdada mmoja ametengeneza na niliu mji wake huko. Sitaki kuishi na watu wengine. Kwa hiyo kwani unaelekea wapi? Yaani safari hii nilikuwa nikitoka na kuwaza kuelekea kwa mama, lakini nikawa nafikiria mamangu sijui kama atakuwa na msaada wote kwangu, kwa sababu hata nilipokuwa nikimpa malalamiko ya yule mwanaume alikuwa akiwa upande wake, na hisi alikuwa akiamini labda mimi tu ni utoto na kila kitu, ila yule mwanaume hakuwa na makosa. Kwa naona hata nikienda ni yale tu. Kifupi sielewi hata nini nafanya na wapi naelekea. Labda mimi nikushauri kitu rafiki yangu, kwa sababu wewe ni muhenga kama ulivyokuwa mimi. Kama utakuwa razi, uongozane na mimi, twende hadi kwa huyo mdada nikamuelezee matatizo yako, alafu uishi kama tunavyoishi sisi. Kwa sababu mimi binafsi sasa hivi naishi maisha huru, sina mawazo na mtu, naishi nitakavyo. Kwa hiyo kama unaniamini rafiki yako, nifuate. New Beats. Ni nani? Huyu ni rafiki yangu. Anatokea kijiji kimoja na mimi. Lakini wakati nilipo kwenye malindo yangu msituni, nimekutana naye. Huyu alikuwa ameolewa, akawa ameenda mjini na mumewe. Lakini baada ya kufika huko, mumewe akawa anampa mateso. Mwisho wa siku akaamua kumletea mwanamke mwingine kabisa mule ndani. Kwa hiyo mimi baada ya kusikia huo mkasa, nikaona kabisa ni sawa kabisa kama sisi alivyotukuta. Kwa hiyo nimeona nije naye hapa tumsaidie. Maana mpango wetu, mji wetu unatakiwa uwe mkubwa. Pole sana. Asante sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zena. Sawa, karibu sana. Asante sana. Sisi hapa tunahitaji watu wenye nia ya dhati na watu wenye uelewa, kwa sababu tunataka kuanzisha mji wetu sisi wanawake na watoto wetu. Kwa hiyo kama kweli una nia na umeamua kuja hapa, utakaa na sisi hapa, na kama unaona kwako si sahihi, basi fanya safari urudi nyumbani kwenu. Kwa ile wala usijali, mimi niko na utayari kabisa, kwa sababu nishatembea umbali mrefu, nimechoka, na hapa mpaka kufika kwa mama yangu ni mbali sana, na isitoshe mimi hata simu yenyewe sina. Kwa mimi niko tayari kwa lolote ile, yani kifupi mimi niko tayari kujiunga na nyinyi. Sawa, karibu. Asante sana. Fakwini, ulikuwa na ujauzito. Mtoto yuko wapi? Ni bahati mbaya. Mipango ya Mungu haina makosa. Alitoka na damu nyingi sana wakati wa kujifungua, na nilijitahidi kwa uwezo wangu kwa wote wawili, lakini nilifanikiwa kumwokoa mama tu. Mtoto hatukumpata. Maskini, pole sana. Kazi ya Mungu haina makosa. Sawa Zena, lakini sisi hapa tuna mavazi yetu maalum ambayo tunavaa. Kwa hiyo sijali, tukiingia ndani nitakupa mavazi hayo na wewe uvae ili tuwe pamoja. Sawa, asante.
Simruhusu niondoke. Kwani una ugomvi gani na mimi? Sikiliza. Sina ugomvi na mtu wowote. Bali nahitaji nguvu zako. Unahitaji nguvu zangu? Kivipi nguvu zangu? Mimi nazihitaji kutumia nitakavyo nguvu za kwako wewe. Mimi naomba tu niruhusu niondoke. Kwa sababu nasi nyumbani kwangu huko watu washavuruga kuhusiana na mimi. Kwa maana dili zako mimi niondoke mzee. Unataka kuondoka? Ndio. Unataka kuondoka? Ndio. Subiri utaondoka. Sasa hapa barabara ndipo nilikuwa napataka. Ukazitumia nguvu zako vizuri ipasavyo. Ulikuwa unatumika ovyo tu. Unakamata watu wanakupa 10,000, 15,000, 20,000 hazina maana. Hapo sasa utazitumia vizuri. Utakamata mtu utaua utakavyo. Utamkamata mtu utafanya chochote unachotaka. Nadhani upo sahihi sasa. Je, upo tayari kufanya kazi zangu? Niko tayari. Utafuata maamrisho yangu? Bila shaka nitafuata maamrisho yako. Sawa sawa. Najua si akili yako. Nenda kwenye majukumu yako sasa.